Karibu katika kipindi cha Ghala la Chakula cha Uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi. Kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu wa kazi, mchapa kazi Koleliki. Hapendi watu wasiopenda kufanya kazi kwa bidii. Anachukia watu wanaokataa madaraka yake. Ukimpinga tu Koleliki mnakosana. Kwenye eneo la kazi, ukija kwenye mambo ya kazi, anaweza kufanikiwa sana kwa kipindi kifupi kuliko mtu mwingine yote. Ana uwezo wa kupata mafanikio within a very short time. Kamaliza shule tu juzi, kamaliza tu juzi, anaweza akaovertake kimafanikio watu wa zamani sana akawaacha mbali. Wakati wote katika kazi yeye hujiona yuko sahihi. Kwa hiyo kila anachokifanya yeye ndio sahihi, hata kama ni makosa wanayofanya wengine ni makosa. Tunajifunza juu ya ujuzi wa kuishi na watu wenye aiba mbalimbali. Ziko aina 4 za aiba. Tumezungumza aiba ya sanguini. Tumeona mambo mengi yanayomhusu sanguini. Tumezungumza aiba ya pili ya melankoli na mambo mengi yanayomhusu melankoli. Lakini pia sasa tunazungumzia aiba ya 3, aiba ya Koleliki. Kama ndio unasikiliza kwa mara ya kwanza, kupitia nabii ziko tayari. Lakini ana uwezo wa kuiseti plan C anytime ikitokea A na B imefeli, C inafanya kazi. Wana uwezo huo. Jambo la 5, wanajali sana kazi kuliko mambo ya utaratibu. Wanaweza kufanya kazi za maamuzi ya kiofisi nje ya ofisi na sio lazima mkutane ofisini. Nimeielezea. Jambo la 6, sio wepesi wa kukata tamaa kama watashindwa jambo fulani. Hawakati tamaa Koleliki. Anaweza akashindwa uchaguzi leo, kesho yumo, temu ijayo yumo, temu nyingine yumo, mwaka mwingine yumo, yaani mpaka mwisho kusema bwana mimi bwana nimeshakata tamaa, mimi naachia. Sio Koleliki. Koleliki ndio wanakuaga wa mwisho katika kukata tamaa. Na hilo la ngapi? La 5, la 6. Ukija kwenye madhaifu ya Koleliki, upendelea ubosi, ukubwa kila anakokwenda. Koleliki anapenda viti vya mbele. Kwa hiyo Koleliki akiingia tu, hata kama ni kanisani, anataka umtoe kule umlete viti vya mbele. Kama ni vile pale na anastahili kukaa pale, basi uhakikishe umemleta kule, ndio ibada itaenda. Hiyo ibada ndio atasema Roho alishuka leo. Lakini kama umemtambua kabisa, labda kwa mfano ni mchungaji, labda mimi ni mchungaji wa hapa, alafu bwana kaja naye najua ni mchungaji wa huko Tanga, lakini najua kama ni Koleliki, atajisikia vizuri fahari nikisema naomba au nimtume shemasi kamchukue mchungaji fulani na vitu vyake umlete viti vya mbele. Bas, aitebo ni ya Koleliki. Akikaa huku, kama ni ibada inaharibika, kama ni sherehe inaharibika. Koleliki anapenda viti vya mbele. Na anaweza hata akaja kabisa kama mgeni, lakini anajijua kabisa mimi I don't deserve to sit here. Kwa hiyo anakuja kabisa, anasimama hapa, anazugazuga hapa, anasubiria mpokee, mwambie sasa mzee twende kule mbele. Tofauti na aiba nyingine ambayo akija yeye anakaa. Kwa mfano kama phlegmatic na viti vya mbele ni hivi, ni paka na panya. Yaani phlegmatic hataki kiti cha mbele. Siku kimpeleka kiti cha mbele, hata uli hilo kanisa tena, hata uli hiyo ibada tena, umemwharibia ibada. Hata sali kwa amani. Kama ni sherehe, hata kaa kwa amani, atawashwa akikaa pale. Lakini Koleliki pale ndo mahali pake. Kwa hiyo ni watu wanaopenda sana ukubwa, viti vya mbele, na asipokaa kiti cha mbele
anajisikia vibaya. Anapenda kutawala wengine na sio wao kutawaliwa. Hao ni madhaifu. Yeye anaamini lazima tu aongoze hadi mwisho. Kwa hiyo koleriki wengi hawaangaliagi katiba. Ukiwaambia katiba inasema hayo makaratasi. Hasa makaratasi na maneno yangu yapi yana nguvu? Kwa hiyo koleriki akishika uongozi huwezi kumtoa pale. Kuna mzee wangu mmoja ni koleriki. Kuna wakati walimwekeaga vikwazo, wakasema bwana, huyu jamaa huyu kwenye vikao vya kimataifa hamna kumleta. Wao hawakumwalika wala hawakutaka aje. Lakini walishangaa siku ya kikao na yeye yumo ndani. Amekujaje pale, kila mtu wake anashangaa. Koleriki anaongoza, anataka kuongoza lifetime. Kwa hata kama mkiweka katiba miaka 10 kwamba mwisho ukomo, koleriki anaenda anabadilisha. Na ana mahesabu makali. Kumbuka kwamba koleriki ndio anaongoza kwa mipango. Koleriki anaongoza kwa mipango. Yaani koleriki afanyagi mambo kijinga blind. Very smart. Kwa hiyo anakuwa ameshatengeneza komiti yake. Anajua kwenye eneo la ulinzi namweka mtu wangu fulani ambaye wengine wote wanaweza wakanigeuka, lakini sio yule. Kwenye eneo la fedha na mipango, wizara ya fedha na mipango, namweka mtu fulani ambao wengine wote wanaweza wakanigeuka, lakini sio yule. Kwenye eneo ambalo sio la jeshi, mkuu wa majeshi, namweka fulani ambao wengine wote wakigeuka, yule pale hawezi kugeuka. Ndio maana koleriki akiamua kuongoza anakuwa na uhakika mkubwa. Akisimama jukwani anapinga kiasi kwamba anajua hata nani wakisikia kila mtu atasema hapana, polomosha huyo. Watu wote watasema hapana, kasoro hii timu. Hii timu haiwezi kumgeuka. Hii timu haiwezi kumsaliti. Itapambana kufa na kupona kuhakikisha kwamba inatekeleza anachotaka huyu, sio mnachotaka nyinyi, anachotaka huyu, na watatetea hiyo. Kwa hiyo akiamua kubadilisha katiba anabadilisha. Akiamua kushinda uchaguzi anashinda. Kwa sababu kila mtu katika komiti amemweka kwenye kitengo ambacho anajua watapiga saluti kwa koleriki. Basi utafanyaje? Na yeye konsani yake kubwa ni hawa hapa. Hawa hawezi kulala njaa. Atakisha hawa wamekula, wameshiba, wako satisfied, kwa sababu anajua nguvu zake kubwa ziko hapo. Hawezi kumgeuka. Kwa hiyo wana uwezo wa kuongoza muda mrefu, hata kama ni kwa mabavu. Watu milioni 10, watu milioni ngapi, mtashindwa kumtoa mtu mmoja, atabaki in power. Kwa nini? Kwa sababu kanuni inasema hawapendi kutawaliwa. Koleriki hapendi kutawaliwa, amalize muda wake akae mwingine amtawale. Yeye anaamini amechaguliwa kuongoza mpaka kufa. Mwisho wa uongozi ni siku anazikwa. Unaona mtu anapiga mpaka miaka 90 na bado yuko ngangali kwenye kiti, mpaka inagonga 100 yupo. Wote wamefuata mkia. Namsikiliza, anasema stoki, na kweli hatoki. Utamsikiliza. Kwa nini? Kwa sababu ya hii kanuni. Namba 4 ni watu wanaojulikana kama madikteta. Hapa tunasema madhaifu. Koleriki democracy kwake sio issue. Democracy sio issue. Koleriki ni yeye demokrasia kwa koleriki ni kufuata kile anachotaka. Hiyo ndio demokrasia. Demokrasia ya koleriki, fuata ninachokisema, full stop. That is dictation. Kwa hiyo ni makoleriki wengi ni madikteta. They dictate the decision. They dictate what they want. Wana dictate kile wanachokitaka.
Anachotaka yeye ndio sahihi, hata kama kinaumiza wengine. Na jambo la 5, sio wavumilivu kwa wenzao. Wanapenda wasifiwe, ila hasifii mtu. Koleriki nimesema anapenda sana sifa, ila yeye hawezi kumsifia mtu hata siku moja. Kama ni mume, mke hata akipendeza namna gani, mume hawezi kumsifia. Akisema umependeza, mume ambaye ni koleriki, itaishia ndani kwa ndani, hawezi kupronounce, hawezi kutamka. Kama ni bosi wako, hata ujitume ufanye kazi nzuri namna gani, hawezi kusema wow, big up, umefanya kazi nzuri. Koleriki asemi hayo maneno. Anapenda kusifiwa, lakini hawezi kumsifia mtu, hataki kumsifia mtu. Na jambo la 7, wana ngozi ngumu ya moyo. Hivyo huwafanya kuwa katili. Katika aiba zote, aiba ambayo ni katili ni koleriki, kwa sababu ngozi ya moyo wa koleriki ni ngumu, ni ngumu. Kwa hiyo mpaka asikie maumivu. Koleriki haumizwagi na machozi ya mtu. Yaani usije ukalia mbele ya koleriki eti atakuonea huruma, ndio kwanza unamchochea kukuongezea, kwa sababu koleriki anasikia vizuri wewe ukilia, anasikia vizuri wewe ukiumia, anasikia vizuri ukiumia, anafeel kwamba amesababisha kitu ambacho kinakufanya umsikilize, kitakufanya uwe discipline kwake. Kwa hiyo unavyozidi kuumia, kwa koleriki ndio furaha zaidi, kwamba unamuongezea control, kwamba anapata nguvu ya kucontrol zaidi. Kwa hiyo koleriki hanaga huruma, awe ni mke, awe ni mume, awe ni kiongozi, kwa sababu ya hii nature, ana ngozi ngumu ya moyo. Hisia zake hazina huruma kabisa. Anaweza akaona mtu anateseka, anapata maumivu, kwake ni fine, it's okay. Kwambia maisha ndivyo yalivyo, gangamala, usiwe laini. Maisha ni tafu, sio nataka vitu vya laini. Komaa, kuwa ngangali. Koleriki ana ngozi ngumu na ana uwezo wa kukukanyaga bila huruma. Ndio maana nasema koleriki ana kanuni zake. Ukitaka uelewane naye, mpe njia apite, lakini ukimzuia anapita juu yako. Yaani kama gari katapila, tunasemaga kwenye psychology, koleriki ni kama katapila. Likija lipatie njia, lile bulldozer lile lipishe, lipite. Hata kama kuna mambo ambayo yanakuumiza, mwache apite, kwa sababu kanuni yake ni mbili. Either wewe ndio upishe apite, kama umpishe anapita juu yako. Sasa akipita juu yako, nini kitatokea? Utaumia sana, atakusagasaga, atakumaliza. Ukijaribu kupambana, kushindana na koleriki, umwezi koleriki. Koleriki akishasikia unataka ligi, anatanua misuli. Anatanua misuli kukuonyesha yeye ni nani. Kwa hiyo anavaa kiatu, buti yenye uhakika, ili akikukanyaga hivi, yani akifanya hivi, akitoa mguu hivi kama sisimizi, afa anakuambia chezea mimi, rudia tena uone. Ndio koleriki. Haulumi, haogopi, atakukanyaga, atakubamiza, atakuumiza, sababu ana moyo, ngozi ya moyo ngumu, ana moyo wa chuma, sio wa nyama. Kwa hiyo hausikii huruma wala maumivu yote. Koleriki anaweza akikasirika, wale wenye mapepo, akikasirika haogopi, sijui cha huyu mama mjamzito, sijui ni anapiga teke lile tumbo. Hilo teke analipiga tumbo. Anaweza kufanya kitendo cha ambacho mwanadamu wa kawaida ukisikia unasema no, haiwezekani. Koleriki anafanya. Akihamia kwenye upande wa pili, anakuwaga ni mtu mbaya. Katika makundi yote, kundi ambalo likibadilika likahamia upande wa pili, ndio linakuwaga na watu wabaya
ule ukatili uliopitiliza unafanywa na koleriki, na anafanya akiwa na macho makavu bila hatia wala maumivu yote moyoni. Hiyo kwa jambo la ngapi? La 7, wagumu wa moyo. 8, wanasema nipe njia nipite, na kama unipishi napita juu yako. Kwenye msongo wa mawazo, wakati maisha yanapowaendea mrama, wanashikwa na msongo wa mawazo, wanapatwa na stressi pale watu wanapowakataa kufanya jinsi anavyotaka yeye, lakini pia upatwa na stress pale anapojitokeza mtu mwingine mwenye nguvu kama yeye kutaka kuongoza. Basi stress zinaanzia hapo, akijitokeza mwamba mwingine. Na hiyo ndio sababu nilisema, na tutakuja kuona kwenye aiba ya ndoa, kwa nini wanandoa wakai pamoja, koleriki na koleriki. Kwa sababu koleriki hataki mshindani. Wewe ukishaonekana ni mshindani wake, you are the enemy. You are the enemy number 1. If you don't bow to a koleriki, wewe you have declared a war. Umetangaza vita. Kwa sababu koleriki hataki mshindani, koleriki hana mshindani. Kwa kama ni kwenye kanisa, kama ni mchungaji, ni yeye tu. Akijitokeza mtu mwingine ambaye atafanya vitu ambavyo washirika watamlinganisha na yeye, basi huyo mtu lazima aondoke, lazima amkanyage, lazima ambamize. Popote pale kwenye fani yoyote ile, lazima yeye aonekane juu kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo akijitokeza mtu anapata stress, anapata msongo wa mawazo. Sasa huyu nitamdhibiti vipi? Huyu nitamuondoa vipi huyu? Ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi.